Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 12 siku ya Jumatano. Mada inasema taswira ya Yesu. Tunaposoma Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya 4 hadi ya 7, tunaweza kuhisi kufadhaika kutambua kwamba kwa viwango fulani tunapungua katika sifa hizi zote za upendo. Huenda Paulo alikuwa anamkumbuka Yesu alipokuwa anaandika Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Kwa hakika, ni Kristo pekee aliyefunua kikamilifu sifa hizi zote za upendo. Hivyo hatimaye maelezo Paulo kuhusu upendo ni taswira ya Yesu. Soma Yohana Mtakatifu sura ile ya 13 aya ya kwanza na aya ya 34. Yohana Mtakatifu sura ya 15 aya 9 na aya ya 12. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza aya ya 14. Timotheo wa pili sura ya kwanza aya 7 na aya 13. Yohana wa kwanza sura ya 3 aya 16 na Yohana wa kwanza sura ya 4 aya 7 hadi 12, aya 19 hadi 21. Tunaweza kujifunza nini kuhusu upendo kutokana na vifungu hivi? Mungu ni upendo. Yohana wa kwanza sura ya 4 aya 8. Anatupenda sana kiasi cha kumtoa mwanawe wa pekee. Yohana 3 aya 16. Yesu ndiye udhihirisho kamili wa upendo huu. Waebrania sura ile ya kwanza aya 3. Ikiwa tunataka kujua jinsi upendo unavyojidhihirisha, ni lazima tumtazame Yesu kwa muda mrefu. Tukizingatia anavyoelezewa Yesu katika Agano Jipya, tutatambua kwamba sifa zote chanya za upendo katika Wakorintho wa kwanza 13 zinaonekana kwake. Yesu ni mvumilivu, lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote. Timotheo wa kwanza sura ile ya kwanza ya 16. Yesu ni mwenye fadhili. Biblia inasema kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Petro wa kwanza sura ya 2 aya 3. Neno Bwana katika kifungu hiki linamrejelea Yesu. Neno fadhili linatafsiri neno la Kiyunani Christos ambalo linatokana na mzizi ule ule wa kitenzi Christeuomai, yaani kufadhili, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya 4. Yesu hufurahi katika kweli. Yesu alipata furaha alipofuata mapenzi ya Baba na kuhisi upendo wake kwake. Yohana 15 aya 9 hadi 11, Yohana 17 aya 12 hadi 14. Yesu huvumilia au hustahimili yote. Waebrania 12 aya 2 na ya 3 inasema kwamba Yesu aliustahimili msalaba. Alistahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Hakuna aliyevumilia kama Yesu. Wafilipi sura ile ya 2 aya 8. Alifanya hivi kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Yesu huamini yote. Anania alipohoji ukweli wa uongofu wa Paulo, Matendo sura ya 9 ya 13 na 14, Yesu alijibu, huyu ni chombo kiteule kwangu. Matendo sura ya 9 ya 15. Yesu hawaoni watu jinsi walivyo, bali jinsi watakavyokuwa kwa uweza wake. Ni njia gani zingine ambazo Yesu anatufunulia kile upendo wa kweli ulicho hasa? Hii ni Agosti 12 siku ya Jumatano, mada ikisema taswira ya Yesu. Mungu atubariki sana na nikutakie tafakari njema.